Na mtazamaji, ni michezo, burudani, lakini pia habari za udaku, habari za kijamii, yote hayo inajipatia kupitia Biomedia. Karibu sana, uendelee kufuatilia kwa kusubscribe, kushare, kulike, lakini pia usisahau kucomment. Tuangazie taarifa ambako Haji Manara amechukizwa na tukio ambalo analifanya Yanga dhidi ya Djigui Diarra, alichokisema gumzo mtandaoni. Huyu ni aliyewahi kuwa msemaji wa klabu ya Dar es Salaam Young Africans, Haji Sande Manara, ambaye ameibua mjadala mkubwa baada ya kuonyesha kusikitishwa na harambee iliyofanywa kwa ajili ya kumchangia mchezaji Diarra kiasi cha shilingi milioni 4 kufuatia adhabu ambayo ilitolewa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Manara ameeleza wazi kuwa Yanga ni klabu kubwa yenye heshima na haipaswi kujiingiza katika mambo ya kuchangishana kiholela, kwani hatua kama hizo zinaweza kudhalilisha hadhi ya klabu na kuibua maswali kuhusu wajibikaji wa viongozi wake. Kwa mtazamo wake, Yanga kama taasisi yenye historia na mafanikio makubwa barani Afrika inapaswa kusimamia majukumu yake kwa weledi na uwazi bila kutegemea harambee za mashabiki au wadau. Na Manara amehoji uhalali wa harambee hiyo na kusisitiza kuwa klabu inapaswa kuchukua hatua haraka ili kulinda heshima yake na kuonyesha mfano bora wa uongozi wa kisasa. Kauli hii pia imeibua mjadala mpana miongoni mwa mashabiki na wadau wa soka. Wako ambao wanaona kuwa harambee ni ishara ya mshikamano na upendo wa mashabiki kwa wachezaji wao, huku wengine wakikubaliana na Manara kwamba klabu kubwa haipaswi kuonekana kama haina uwezo wa kifedha wa kushughulikia changamoto zake. Hali hii pia imeweka wazi tofauti ya mitazamo kuhusu namna klabu zinavyopaswa kusimamia masuala ya kifedha pamoja na nidhamu. Kwa Yanga, tukio hili mtazamaji ni changamoto ya kiutawala na kiusimamizi, na ni nafasi ya kujifunza na kuimarisha mifumo ya ndani ya klabu ili kuhakikisha masuala ya kifedha na nidhamu yanashughulikiwa kwa uwazi pamoja na weledi. Aidha, ni kumbusho kwa klabu zote kubwa nchini kwamba heshima ya taasisi inajengwa kwa uwajibikaji na maamuzi sahihi, si kwa njia za muda mfupi zinazoweza kuibua maswali. Kwa ujumla, maneno ya Haji Sande Manara yameweka wazi umuhimu wa klabu kubwa kama Yanga kulinda hadhi yake na kuonyesha mfano bora wa uongozi. Na harambee kwa mchezaji inaweza kuonekana kama mshikamano, lakini pia kwa klabu yenye historia na heshima kubwa ya lazima iwe na mifumo imara ya kifedha na kiutawala ili kuendeleza taswira yake ya kitaifa na kimataifa. Harambee ambayo imepitishwa ya kumchangia Djigui Diarra, wewe umeichukuliaje kama mwana Yanga ama hata mpenzi wa soka? Moja kwa moja unaweza kutuambia maoni yako kupitia comment section, na tutaangazia kwa wakati mwingine. Bye bye.